Shalom shalom matajiri wa Pai. Ninawasalimuni sana ndugu zangu kwa salamu za amani, salamu za upendo, salamu za kitajiri, salamu za Pai popote pale mlipo katika kona zote 4 za Afrika Mashariki na Kati, ambapo lugha yetu adhimu na tamu sana ya Kiswahili inasikika na kueleweka. Mimi ni ndugu yenu na rafiki yenu Prophet Abraham Liza, God's Kingdom Ambassador. Ndugu zangu, nimewamisi sana. Kwa kweli nimewakumbuka sana. Nimewamisi kupita kawaida. Leo tarehe 15 ya Oktoba 2025 nimeona nije kwenu kuwasalimu. Kwa kweli nimewamisi na nimewakumbuka kupita kawaida. Zimekuwa ni siku nyingi kidogo, naweza kusema ni siku nyingi sana zimepita hapa kati bila sisi kuzungumza na kuwa na mada zetu zile huwa tunazijadili za kuhusiana na mradi wetu. Kwa hiyo kwa namna zote naweza kusema kwa kweli nimewamisi sana. Nimepokea salamu za upendo nyingi sana kutoka kwa rafiki zangu, wapendwa wangu, matajiri wenzangu, kutoka kona zote za Afrika Mashariki na Kati, kutoka kila mahali ambapo wamekuwa wakifuatilia makala zangu. Nimekuwa nikipokea jumbe mbalimbali sana za WhatsApp, nyingi sana, kunitakia heri, kunisalimia, kuniulizia na kuniambia tunakukumbuka na tunakumisi Prophet Abraham Liza, uko wapi. Kwa hiyo leo nimekusudia nije kuwasalimu tu, sijawaandalia makala maalum. Nimekusudia kuja kuwasalimu tu, na ndugu zangu nikiisha kuwasalimu nitazungumza mawili matatu ya kuwatakieni heri na kuwapeni ushauri, na kisha nitaendelea kujiandaa. Baadaye nitarudi tena kwa ajili ya zile makala zetu maalum za uchambuzi. Kwa upendo kabisa na kwa mapenzi mema, sitaacha kuwakumbuka na kuwataja rafiki zangu kutoka Zanzibar. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Rafiki zangu kutoka kanda ya Ziwa, rafiki zangu kutoka nyanda za juu kusini, Mbeya, Tunduma, Songea, rafiki zangu kutoka Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu awabariki sana sana sana. Rafiki zangu kutoka mikoa yote ya Tanzania. Naam, ndugu zangu wa Lubumbashi, Kinshasa, Goma, ndugu zangu wa Zambia, ndugu zangu wa Nairobi, Kenya. Nimekuwa nikipokea salamu zenu na maulizo yenu. Kwa kweli ninawashukuruni sana na ninawatakieni baraka za Mwenyezi Mungu sana. Leo kwa lengo la kuwasalimia, naomba mniruhusu nianze kwa kusoma maandiko. Mimi husema mimi sio mjuzi sana wa Qur'an tukufu. Ningekuwa ni mjuzi wa hiyo pia ningekuwa naisoma, lakini kwa kuwa mimi ninaijua Biblia takatifu, basi mniruhusu na mniwie radhi kwa wale ambao pengine sio upande wao sana, lakini mimi ninaamini vitabu vitakatifu hivi vimebeba ujumbe kwa kila mwanadamu. Naomba mniwie radhi na mnipe usikivu wenu mzuri, mniruhusu nisome maandiko kutoka kwenye Biblia. Nitasoma ile andiko kama lilivyoandikwa, alafu nitalitafsiri, halafu nitalitumia kuleta zile salamu maalum ambazo nilitaka nizilete kwenu kwa siku ya leo. Rafiki zangu ambao nimewakumbuka sana. Kutokana na hilo pia nitapata wasaa wa kukushauri jambo kwa habari ya mradi wetu wa Pai. Ninasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles,
First Chronicles sura ya 12 mstari wa 32. First Chronicles chapter 12 verse 32. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Imeandikwa hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Underline that, watu wenye akili za kujua nyakati. Underline that. Kuyajua ya wapasayo Israel wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200. Na ndugu zao wote, underline that, ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Narudia. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Maandiko haya yanatufunulia siri muhimu sana. Hii habari inahusiana na wakati ambapo baada ya Musa kuwatoa taifa la Israel kutoka Misri utumwani, wanaelekea sasa kwenye nchi ya ahadi, Kanaani. Katika safari ile, ndani ya ile miaka 40 wakiwa safarini, kuna wakati ulifika kiongozi Musa akapata maelekezo kwa Mungu aanze kuhesabu makabila yale. Na ndipo kukaandikwa kitabu kinaitwa Hesabu, Numbers kwenye Biblia. Makabila mbalimbali yalihesabiwa kwa maana ya sensa, ili kupata takwimu kwamba kabila hili wako wangapi, hawa wako wangapi, hawa wako wangapi. Sasa kulikuwa na kabila mojawapo dogo sana katika taifa zima la Israel kwa wakati ule. Kakabila kadogo sana kalikozaliwa na ndugu mmoja alikuwa anaitwa Isakari. Wakajenga ukoo, baadaye wakafika watu kama 200 hivi. Kakabila hako wakafika watu kama 200 hivi. Kwa hiyo wanaitwa wana wa Isakari 200 hivi. They were like 200. Kabila hili au watu hawa wachache walikuwa na sifa ya pekee sana. Hawa watu walipata uelewa, walipata kufahamu, kuelewa. Yaani unakuta mtoto anapozaliwa, kwa sababu baba yao, babu yao na baba zao walianza kurithishana maarifa, knowledge, understanding fulani maalum. Wakaanza kurithishana. Akizaliwa mtoto, akizaliwa vijana, wanawafundisha hayo maarifa, very unique knowledge. Ukiangalia makabila mbalimbali ya taifa la Israeli, walikuwa wamediversify katika maeneo mbalimbali. Wako watu ambao walikuwa ni wafua vyuma, wako ambao walikuwa ni wawindaji, wako ambao walikuwa wana elimu fulani, kwa hiyo walikuwa wamegawanyika katika ile maarifa. Na unajua zamani, enzi hizo, maarifa yalikuwa hayaendi kutafutwa vyuo vikuu kama vile watoto wakifundishwa wanaenda sekondari, wanaenda primary, sekondari, vyuo vikuu namna hiyo. Hakukuwa na vyuo vikuu wakati ule. Maarifa yalikuwa yanarithishwa katika familia, yanarithishwa kwa kuzaa watoto na kuwalelea na kuwafundisha maarifa fulani, ujuzi fulani. Kwa hiyo hili kabila la Isakari, it just happened, ilitokea tu kwamba baba zao walipata knowledge kuhusu nyakati, majira. Majira, tukizungumza majira,
Manake kuna namna ambavyo walikuwa wana uwezo kusoma hali ya hewa. Hali ya hewa, weather, wanasoma hali ya hewa, alafu wanajua wiki ijayo au mwezi ujao mvua zitanyesha. They know it. Sasa usiniulize wanajuaje. Kuna maarifa waliyapata wao. Wanaweza kusoma na kusema next year, mwaka ujao utakuwa ni mwaka wa njaa au utakuwa ni mwaka wa mvua nyingi. Wanajua kusoma nyakati. Kuna dalili wakiziangalia katika anga, wanaweza kusema kesho itakuwaje. Kuna dalili wakiziangalia katika anga, katika hali ya hewa, wanaweza kusema mwezi ujao utakuwaje. Kwa hiyo wanaweza kupredict, wanaweza kubashiri mambo yajayo kwa kuangalia hali za sasa. Hiyo knowledge makabila mengine hawakuwa nayo. Sasa ile knowledge iliwa position ili kabila dogo la watu wachache. Ile knowledge, yale maarifa yaliwa position wao, yaliwaweka wao kwenye nafasi ambayo ndugu zao wote, watu zaidi ya 2,000,000, more than 2 million, watu zaidi ya 2,000,000 walikuwa wanawasikiliza wao. Yani wao wakisema next year itakuwa ni mwaka wa mavuno, wa chakula, wa mvua, ina maana watu wanalima sana. Wakisema next year itakuwa ni mwaka wa aina fulani, kile wanachokizungumza wao ndicho kilikuwa kinaongoza taifa zima. Sasa kwa kunisikiliza hivyo, ngoja nirudie kusoma haya maandiko tena. Anasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Underline that, kujua nyakati. Kiingereza anasema anasema which were men that had understanding of the times, kujua nyakati. To know what Israel ought to do, kujua Israeli yote ilitakiwa kufanya nini. Sasa yale maneno ya mwisho anasema na ndugu zao wote, nilikuambia underline wote, maana kwamba Israeli nzima yote, taifa zima walikuwa chini ya amri yao. Hiki ndicho nilichokimaanisha, kwamba ile knowledge waliokuwa nayo iliwafanya kuwa rule wenzao, kuwatawala wenzao. Kwa nini? Kwa sababu taifa zima lilikuwa halifanyi mambo yoyote ya kiuchumi, economic activities, bila kuambiwa na hawa watu 200 wafanye nini. Ndugu zangu, tarehe 15 ya Oktoba 2025, baada ya muda mrefu sana ambao hatukuweza kukutana kwenye zile makala zetu za uchambuzi, nimekusudia kuja kuwasalimu rafiki zangu na kuwapa ushauri muhimu sana kwenye mradi wetu wa Pai. Na nikaamua nilisome ile andiko, nilitafsiri kwa namna hiyo, alafu nilitumie sasa kukushauri jambo. Iko hivi ndugu zangu, laiti Mungu angekusaidia uwe mtu wa kusoma alama za nyakati. Narudia, laiti Mwenyezi Mungu angekusaidia uwe mtu wa kusoma alama za nyakati. I'm telling you, you will be a ruler. Utakuwa mtu wa kutawala wenzio. Nimetumia neno sio zuri sana, kutawala, lakini niseme utakuwa mtu ambaye wenzako wote watakuwa wanakuja kwako kupata maelekezo ya what they should do and what they should not do. Yani wewe ukijielimisha kuhusu maarifa ya kujua nyakati, I'm telling you, kujua nyakati kwenye jambo lolote, kujua nyakati. Kitendo cha wewe kujielimisha na kujipa maarifa, unafanana na wana wa Isakari. Ndugu zako wote watakuwa chini ya amri yako. Yani wewe kwa kujua nyakati na majira, utaongoza wenzio katika maamuzi. Okay,
Unaweza kusema Prophet Abraham Laizer, unaongea nini? Unaongea kwa mafumbo. Hapana, siongei kwa mafumbo. Siongei kwa mafumbo. Nisikilize vizuri. Toka mradi wetu wa Pai umeanza. Toka mradi huu wa Pai umeanza. Zaidi ya miaka 6 iliyopita. Huu mradi umekuwa na phases mbalimbali. Umekuwa na awamu mbalimbali. Huu mradi umekuwa na awamu mbalimbali. Huu mradi ulianza kama mbegu ya haradali. Mbegu iliyofukiwa kwenye udongo. Ikafa, ikaoza, ikachipua, ikaanza kumea. Ukiangalia hatua kwa hatua toka uanzishwaji wa huu mradi mpaka hapa tulipofika leo. Na ikiwa wewe ni mtu unayejielimisha kusoma vizuri kwa kuisoma katiba yake, white paper, na ukaufuatilia ukaona phases, awamu za huu mradi tokea, utagundua kwamba huu mradi haujaingia kwenye awamu yoyote ambayo haikutabiriwa, haikuandikwa kwenye white paper. Kila hatua ambayo huu mradi umeingia ni hatua iliyokuwa imeandikwa kwenye roadmap yake. Yes, yes, oh yes, oh yes. Kila hatua tuliyoingia kwenye huu mradi utagundua ya kwamba iliandikwa kabla, ilielezewa kabla, na iliwekwa kabla. Sasa ikiwa umepewa macho ya kuona hatua ambazo huu mradi unazikanyaga, una uwezo mzuri wa kujua tuko wapi sasa hivi. Okay? Una uwezo mzuri wa kujua tuko wapi. Na sasa mimi nataka niseme hivi, ndugu zangu, tunakoelekea kwenye mradi wa Pai ni karibu mno kuliko tulikotoka. Hii miaka 6 hii tulikotoka kwenye huu mradi ni mbali mno, ni mbali mno kuliko tunakoelekea. Nimesema nakuja kuwasalimuni ndugu zangu kwa sababu nimewamisi, nimewakumbuka sana. Na kwa hiyo nataka tu niwape ka ujumbe kafupi alafu nitamaliza. My friends, matajiri wenzangu, oh my goodness, tulikotoka ni mbali sana kuliko tunakokwenda. Ikiwa kuna mtu ndani ya mradi wa Pai ambaye alikuwa anautazama huu mradi bila kuelewa, ninakushauri uwe kama miongoni mwa wale wana wa Isakari. Jitahidi kuangalia alama za nyakati katika huu mradi wa Pai. Sitaki kuanza kutaja kipengele kimoja kimoja au hatua moja moja. Lakini angalia steps tunazozikanyaga. Ninadiriki kusema yes, oh yes, tunaweza tukamaliza 2025 bila open mainnet. Inawezekana. Yes, nakubali inawezekana. Kwa wale wanaosema tutamaliza 2025 bila open mainnet, nakubali inawezekana. Lakini nataka kusema inawezekana pia tusiimalize 2025 bila open mainnet. Very possible. Ngoja nirudie, usije kanikoti vibaya. Inawezekana 2025 ikaisha bila open mainnet, lakini ninauona uwezekano mkubwa tunapoimaliza 2025, tunapoianza 2026, tunaenda 2026 tukiwa kwenye awamu nyingine kabisa, a new phase tulioisubiri kwa zaidi ya miaka 6. Very possible. Maana yangu ni nini? Sijataka unikoti vibaya. Maana yangu ni kwamba ninayasema hayo kama mwana wa Isakari. Maana yake ni kwamba hautakuta mahali popote kwenye white paper au kwenye kinywa cha Nicholas au Chendi yao wakitamka kwamba open mainnet ni tarehe fulani. Haipo.
wala hiyo siisemei kwa sababu nimeisoma mahali, ila kwa kuangalia alama za nyakati, ole wao waliokata tamaa wakaiacha pai. Na itakuwa heri kwao hata kama waliacha muda mrefu, wazinduke leo, watengeneze akaunti zao, warestore akaunti zao za pai, na waendelee kuchimba. Tumebakiza siku chache sana kuingia Open Mainnet. Huo ndio ujumbe wangu ndugu zangu katika kuwasalimu kwangu. Nikuja kuwatia moyo kwamba safari tuliyotoka ni mbali sana kuliko tunakokwenda. Tumekaribia mno kuingia kwenye nchi ya ahadi ya Kanaani. Tumekaribia sana. Sawa sawa ndugu zangu. Sasa nina ushauri. Baada ya ujumbe huo nina ushauri. Ushauri wangu ni huu. Nimekuwa nikisema siku zote toka tulipoanza kufundishana na makala zangu za kujadili, za kuchambua kwenye mradi wetu huu. Nimekuwa nikisema sana siku zote, na ninarudia kama ushauri leo. Najua tumebakiza siku chache sana, lakini narudia kama ushauri. Jambo la kwanza, ninakusihi sana Mungu akusaidie na uone uharaka na umuhimu wa kufanya hili jambo. Jambo la kwanza, jitahidi sana sasa hivi shughulika na akaunti yako ya pai. Jitahidi. Ebu nikuombe ndugu yangu, unaweza kawa uko bize kazini, uko bize nyumbani, uko bize kwenye shughuli zako, hauna muda mzuri wa kufuatilia akaunti yako ya pai, lakini hayo unayazungumza kwa sababu hujui thamani ya pai. Kama ungejua kwamba hii pai inaweza ikakuondolea huo ubize ulionao, ikakufanya hata hiyo ajira unayodhani na kuweka bize, ikakuondolea hiyo ajira, ukawa financially free, ungeithamini hii pai. Na kuomba, ikiwa uko bize kazini, tenga hata lisali moja au masaa mawili kila siku, kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni. Ikiwa uko bize kwenye biashara au kwenye familia, tenga muda kila siku ambao utautumia specifically kwa ajili ya pai. Sasa ule muda utautumia kufanya nini? Jambo la kwanza, hakikisha hiyo akaunti yako ya pai unaisekiwa vizuri. Usalama. Usalama. Jitahidi kujielimisha ni nini na nini natakiwa kufanya ili kuweka maximum security kwenye akaunti yangu ya pai. Nikizungumza account na maanisha mining app, na maanisha pia wallet yako. Jambo hilo la usalama wa akaunti yako ya pai, mining app na wallet yako, usiliache rehani kwa mtu. Usiliache kwa mwalimu Prophet Abraham Laizer, brother Msafiri Mzirai, brother nani, kiongozi nani. Usiliache kwa kiongozi yeyote au kwa mwalimu. No, hilo ni responsibility yako, ni jukumu lako. Hutakiwi kumlaumu mtu yoyote kwa kutokujua mambo hayo au kwa kutokujua kuisimamia akaunti yako mwenyewe. Hutakiwi kulaumu kwamba aliyeniunga hakunifundisha, kiongozi wa grupu hajatufundisha, sijui mwalimu Prophet Abraham hajafundisha hili. Hilo ni jukumu lako. Ondoka kabisa kwenye hiyo kona ya lawama. Kuanzia leo, anza kujifunza usalama wa akaunti yangu ni nini na nini na nini natakiwa kufanya. Ikikubidi ingia gharama. Ingia gharama ya muda, ingia gharama ya kutafuta mwalimu anayejua ili akufundishe, ingia gharama ya kusoma, ingia gharama ya kutafiti. Cha kwanza, usalama wa akaunti yako. Usalama kuanzia sasa tukiwa kwenye bado tujaingia Open Mainnet, na baadaye tukishaingia kwenye Open Mainnet. Hakikisha tukiingia Open Mainnet, usipokutana na mwalimu,
usipokutana na Prophet Abraham Laizer, usipokutana na Brother Mzirai, usipokutana na nani ye kiongozi yote, uko peke yako na wallet yako na akaunti yako ya mining app, una maarifa ya kutosha kuhusu usalama wa akaunti yako, ulinzi wa akaunti yako? Hilo swali lazima lijibiwe vizuri sasa hivi, sio kesho, sasa hivi. Huo ndio ushauri wangu wa kwanza. Ushauri wangu wa pili, hakikisha ndugu zangu, narudia tena, hakikisha sasa hivi wakati ambapo tuna uwezo wa kuchimba pai na kupata angalau 0.0027 kama base rate, na unaweza ukaiongeza ile base rate kwa vigezo kwa factors mbalimbali, jitahidi kuchimba pai nyingi uwezavyo. Usipoteze dakika hata moja kwenye uchimbaji wa pai. Ndugu zangu, mtakuja kunikumbuka kwa nini nasisitiza lija. Kuna vitu nimeviona, sitaki kuvizungumza hapa, lakini kuna vitu nimeviona hapo mbele, sio siku nyingi zijazo. Utajutia ile pai, ile 0.0027 pai ambao unaweza ukaipata kwa lisali moja. Utakuja kusikitika kuitafuta baadaye, kutoipata hiyo hata kwa mwezi mzima. Na kuomba sana, ikiwa ndugu yako, rafiki yako, mke wako, mume wako, mzazi, ndugu, rafiki ameacha kuchimba pai, mhamasishe. Ikiwa ni wewe unafanya uzembe, unaisikia hii sauti ya Prophet Abraham Laizer, kuna uzembe bado unakafanya kwenye kuchimba pai, hebu, kwa sababu najua mimi nimepata bahati, niseme nimepata bahati, nimepata neema, na ninawashukuruni sana rafiki zangu, nimepata neema ya kuaminiwa sana kwenye community ya pai. Ninakuomba, hata kama huelewi kwa nini nayasisitiza haya, basi naomba uyafanyie kazi, kwa sababu tu unaniamini na unanipenda na unajua nikiongea kitu wewe unanisikiliza. Nakuomba na kusihi leo, nakuomba usipoteze tena hata dakika moja. Hata weka alarm dakika 2, 3, 5 kabla ya mining time yako session haijaisha. Inapoisha, bonyeza kitufe cha kuchimba pai pale. Okay? Halafu uliza walimu, sasa hivi wanapatikana bure. Mimi binafsi nimekuwa nikisaidia watu, mimi mpaka watu wananishangaa, inawezekanaje unapigiwa simu na watu wote hawa, unaandikiwa message, na kila mtu anaponipigia simu, kama nimeshindwa kupokea muda huo nitampigia baadaye. Kama mtu ameniandikia ujumbe, hakuna ujumbe wa mtu huwa siujibu. Nitaujibu hata kama ni siku 2, 3 zimepita, nitaujibu. I'm trying to help as much people as possible. Najitahidi kusaidia kila mtu anayenijia kuhitaji msaada wa pai. Niwaombe radhi wale wachache ambao pengine amechelewa kupata msaada kutoka kwangu, lakini siku zote huwa nawarudia kuwatafuta baadaye niwapatie huo msaada. Kwa nini nafanya hivyo? Silipwi, hawanilipi, kwa nafanya hivyo. Halafu sikiliza, ikiwa mimi nafanya hivyo, Mzirai anafanya hivyo, huyu anafanya hivi, yule anafanya hivi, wote tunajitahidi kufanya hivyo kama viongozi. Viongozi wa magroup, na washukuru sana maadmini, wanajitahidi. Ikiwa tunafanya hivi bure leo, alafu wewe uko busy, hupatikani, yani wewe huna nafasi. Yani sisi tunajitolea, tuna nafasi ya kusaidia, wewe huna nafasi. Tukituma voice note za mafundisho kwenye magroup, una delete, unaziruka, huna nafasi. Huna nafasi. Alafu unataka uje ututafute baadaye. Ndugu zangu, haya tunayokupa leo, baadaye hutayapata. Jitahidi sana leo ukusanye huo ujuzi, huo ufahamu leo mapema. Yani leo unaweza ukanitafuta simu ukanipata. Leo unaweza ukaniandikia ujumbe ukanipata nikakujibu. Kuna wakati sitapatikana. Maadamu leo unapatikana, wewe ndio unayetakiwa sasa kujitahidi leo kupata hayo maarifa leo. Sawa ndugu zangu, nasema tena, naomba ujitahidi, tafuta maarifa kuhusu usalama wa akaunti yako. Nina sababu kwa nini nimelisisitiza hili jambo sana. Na jambo la pili, ushauri wangu wa pili, naomba ujitahidi kuchimba pai nyingi uwezavyo kipindi hiki. Naelewa kwa nini nazungumza hili jambo. Nina maana yangu kwa nini nawaomba tusipoteze muda kwenye kuchimba pai. Tuchimbe pai nyingi iwezekanavyo. Jambo la tatu, ushauri wangu wa tatu, ninakusihi
Mambo haya nilishayashauri huko nyuma sana, nilishayafundisha sana. Lakini nirudie tu, sio makosa kurudia, kukukumbusha. Ushauri wangu wa tatu, ukiweza kununua pai, kama una shilingi 100,000, 200,000, milioni 1, milioni kadhaa, usiogope, nunua pai. Usiogope, nunua pai. Ndugu zangu, ninawasihi, ninawaomba leo, nunua pai. Hivi tunapozungumza shilingi 700 au 800 inaweza kukununulia pai moja. Kwa ukiwa na 8,000 una pai ngapi? Una pai kama 10. 80,000 una pai kama 100 na zaidi. 100,000 na zaidi ya pai 100. Hebu Mungu akusaidie, nunua pai. Nunua uziweke. Yes, nunua uziweke. Ushauri wangu namba 4. Naomba hilo la kununua pai. Ebu usifanye mzaha ndugu. Ninakusihi. Unajua kuna wakati ninatamani kuomba mtu mpaka nasikia kama nataka nifanye kwa niaba yake. Watanzania, naomba nunua pai. Unajua kuna wakati watu wengine ambao pengine walikuwa hawaelewi. Mimi nawahurumia, walikuwa hawaelewi. Mimi acha niseme walikuwa hawaelewi. Sitaki kuamini kwamba walikuwa na roho mbaya. Sitaki kuamini kwamba walikuwa na roho mbaya. Sitaki kuamini kwamba walikuwa na roho mbaya au walikuwa na nia ya kuzuia Watanzania wasifanye jambo jema. Nataka tu kuamini kwamba walikuwa hawaelewi. Ingawa walikuwa wanajifanya ni wajuaji, wanajifanya ni waalimu, wanajifanya anyway. Kuna wakati watu walikuwa wanazusha hizo taharuki kwa makusudi kabisa, kusema watu wasinunue pai. Watu wasinunue pai. Ukinunua pai utapata adhabu. Ukinunua pai wallet yako itakuwa confiscated. Wallet yako itafanyeje? Itapigwa penalty. Ukinunua pai kwenye exchange platform mtafungiwa wallet. Watu walileta taharuki nyingi sana kwenye magroup. Nikasimama kama kuna mtu alisimama kulipikingia kifua hili jambo sana. Nashukuru pia kuna viongozi wenzangu na walimu wenzangu waliungana na mimi katika hili, lakini kwa kweli tulilipigia debe sana. Leo hii tunapozungumza, bado kuna ubishi wowote katika hilo jambo? Kuna kiongozi yoyote ambaye zamani alikuwa anatupinga anaweza kadiriki kutupinga kwenye hilo jambo tena leo? Baada ya pai core team kutuletea huduma za on ramp na off ramp kwenye wallet zetu, tunanunua pai kwa kutumia fedha zetu ndani ya wallet kwa kuwezeshwa na pai core team. Kuna mtu bado analibishia hilo? Kuna wakati watu walikuwa wanazungumza habari ya bei mbili, two values, thamani mbili za pai. Mimi ndiye niliyesimama na kukataa na kusema, ndugu zangu, huo ni upotoshaji. Huo ni upotoshaji. Hivi kuna watu paka leo bado hawanielewi ndugu zangu. Naomba pioneers Tanzania na nje ya Tanzania mniambie, mimi ndiye nilikuwa nimekengeuka kwa kuwafundisheni kwamba hakuna values mbili, hakuna thamani mbili za pai, au ni wao? Nani alikuwa amekengeuka kati yetu? Sasa ikiwa miongoni mwetu kuna walimu ambao walizungumza hili, wengine wakazungumza hili, na baada ya muda ikathibitika kwamba hili lililozungumzwa na walimu hao lilikuwa sahihi na lile alikuwa sahihi, je, hiyo peke yake haiwafundishi kwamba mwalimu mnayetakiwa kumsikiliza ni nani? Ni mangapi nimeyasimamia mimi pamoja na viongozi wenzangu baadhi, tukayakingia kifua, tukazungumza kwa ujasiri kwa pioneers, community ya pioneers Tanzania na nje ya Tanzania kwamba fanyeni haya, fanyeni haya, tukapingwa na wenzetu. Ni mara ngapi tumefanya kwa ujasiri, na leo tumethibitishwa, tumekuwa vindicated na pai core team. Ndugu zangu, ikiwa nimeyafanya hayo nyakati zote na ninyi mnathibitisha kwamba sikuwapotosha, hata leo ninapowasisitiza jambo, basi naomba mlisikilize. Narudia tena, hakutakuwa na thamani mbili za pai. Hakuna. Hili nimelifundisha kwenye theories za kiuchumi. Nafurahi kwamba walimu wenzangu sasa hivi wanaanza kufuata njia hii na kufafanua
Wako walimu ambao ninawashukuru sana, ndugu zangu wengi, tuna kina Mzirai na wenzao wengi wanalifafanua hili jambo kwa mapana lieleweke vizuri. Lakini nilianza kutoa hizi theories za kiuchumi tokea mwanzo, nikasema hivi, inawezekanaje kufikiwa GCV? Nilifundisha hili jambo wakati ambapo watu wote walikuwa wanaona how possible is it, will it be? Nikafundisha nikasema uchawi upo kwenye ecosystem. Baada ya Dr. Nicholas kuunda community, ile ndio ambayo ilikuwa uchawi wote, the magic ilikuwa kwenye ile community. Na nikasema kwa theory, kwa kanuni, kwa nadharia za kiuchumi, haitowezekana kwa Dr. Nicholas kuja kulazimisha ile GCV iprevail. Lakini kwa nadharia za kiuchumi na kwa kanuni za blockchain ambazo nilifundisha, source code, nilifundisha hayo mambo, nikasema kitakachotokea ni kwamba source code itakapowashwa, GCV itaanza kutumika kwenye ecosystem, na itakapoanza kutumika kwenye ecosystem, zile pai zilizoko nje ya ecosystem zenyewe zitakuwa zitumiki kwa utility. Sikiliza vizuri, huku kwenye ecosystem pai zitakuwa zinatumika kwenye utility, matumizi. Yani unaitumia pai kujenga nyumba, unatumia pai kununua gari, unatumia pai kununua huduma kwa GCV. Lakini zile zilizoko kwenye exchange platform kule nje hazitumiki kununua vitu na huduma. Zenyewe zilikuwa zinatumika kubadilisha tu, kutrade, kufanya trading, kufanya trading. Kwa hiyo yeyote anayehitaji kununua zile pai za kule anaweza kazinunua akazileta kwenye ecosystem ili azifanyie matumizi. Sasa hiyo ndio itakayosababisha thamani ya pai zilizoko kule nje na yenyewe ikimbilie kuwa sawa na hii iliyo kwenye ecosystem. Nikawauliza swali, kama mnakumbuka zamani hizo, nikawaambia hivi kwa mfano leo hii kwenye ecosystem pai ina thamani ya GCV $314,159. Halafu pai iliyoko kwenye OKX kule ni pai ile ambayo ndo tunayo kwenye ecosystem. Unaiona pai ya huku ina $300,000, halafu pai ya kule inauzwa $200, $300, $1,000. Na kuuliza hivi, wewe unaweza ukawa una pai zako kule, alafu mimi nikija kutaka kuzinunua utaniuzia kwa $200 au $300, na unajua pai ya huku ina $300,000? Wewe mwenyewe utafungua akaunti huku kwenye ecosystem, utahamisha zile pai zako zilizoko kule zije huku ili uzitumie huku. Hivyo ndivyo ambavyo zile pai za kwenye exchange na zenyewe zitapanda thamani. Ila hizi za kwenye ecosystem zitaoperate kwa GCV, na zile zilizoko kwenye exchange kule zitajump, zitaruka ili zilingane bei na hizi, kwa sababu hakuna mwenye pai zake kule atakayekubali kuziuza sawa na bure, wakati pai za huku zina thamani ya GCV. Watataka kuzihamisha zije huku, na ndio maana PaiCo timu wametengeneza utaratibu kwamba mtu anaweza kafungua wallet leo ya pai, akawa pioneer leo, aka-activate wallet yake na ikaanza kufanya miamala. Look at that. Ni ili kuwezesha zile pai za kule zihamie kwenye ecosystem. Sasa ndugu zangu, hizo ni nadharia za kiuchumi ambazo nilishazifundisha nyakati kwenye makala zangu zote. Ndio maana mimi huwa nasema, wale wanaosema nimewaacha yatima hamnitendei haki. Makala zangu nilizoanza kufundisha kuanzia za kwanza mpaka ya mwisho ni mafundisho ambayo hayapitwi na wakati. Ukiona Prophet Abraham Laizer amekaa kimya, hapatikani, we chukua zile makala zirudie. Kwa nini unataka niongee leo, kesho kutwa? Chukua zile makala, kwa sababu makala zangu mimi ni darasa, ni chuo kikuu. Zichukue zile makala, zirudie tena na tena na tena, utashangaa hazipitwi na wakati. Zile ni nadharia ambazo nilizifundisha tokea mwanzo, na sasa mnaanza kuziona uhalisia wake. Alright? Turudi hapa. Hakutakuwa na thamani mbili za pai, kwa sababu thamani itakayokuwepo kwenye ecosystem ya GCV itadrive ile iliyoko kule kwenye pai, kwenye exchange platform, itaiendesha ile na yenyewe itakimbilia kuwa sawa na hii.
hiyo haina mjadala wala hatubishani hilo tena. Kuhusiana na kununua pai, huko hatuna mjadala tena. Kwa hiyo ndugu zangu, ushauri wangu namba 1, jitahidi kuwa na maarifa sahihi ya kumanage akaunti yako, kwa maana ya mining app na kwa maana ya wallet. Weka usalama, security ya kutosha. Ushauri wangu wa pili, ujitahidi sana 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 kujipa maarifa ya kutosha. Weka settings nzuri kwenye akaunti yako ya pai ili uchimbe pai nyingi iwezekanavyo sasa hivi. Ushauri wangu wa tatu, ninakusihi sana kwa upendo sana, jitahidi kununua pai. Nunua pai zako, zilete kwenye wallet, zihifadhi, ziweke kwenye wallet. Utakuja kunishukuru baadaye. Una shilingi 100,000, una shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 50,000, nunua pai, ziweke. Baadaye utakuja kunishukuru kwa nini nimezungumza haya. Kumbuka nimeanza kukusomea habari za wana wa Isakari wanaojua alama za nyakati, na mimi nina sababu zangu kwa nini nakueleza mambo hayo. Ushauri wangu wa 4 muhimu sana, nimekuambia tenga muda kila siku kujipatia maarifa na elimu sahihi namna ya kuiendesha, namna ya kufanya miamala na kuendesha wallet yako. Kabla ya sasa hivi tunapewa mazoezi. Tumeona Paiko Team kila siku anatuletea kwenye dashboard yetu mazoezi. Kama sasa hivi tumepewa kufanya mazoezi kwenye testnet wakati tunajiandaa kuingia kwenye open mainnet. Tumepewa kufanya mazoezi ujue namna ya kushiriki kwenye masuala ya liquidity provision, ujue namna ya kutengeneza tokens na kuswap hizo tokens. Pia ujue kushiriki kwenye zile decentralized exchange ambazo zitakuwemo kwenye ecosystem. Tumepewa hayo. Hivi unayafanyia kazi? Bado utasubiri uje ufundishwe kweli? Hapana. Unafanyia kazi hayo? Kwa mfano, kwenye dashboard yetu sasa hivi, dashboard yetu sasa hivi kuna video umeletewa, na nashukuru kuna walimu wanafafanua na kuelezea hayo zaidi kila wakati. Kuna video tumepewa. Tufanye zoezi kwenye testnet kwa kutumia ili swala la testnet linafanana na, kwa mfano, wale ambao wamezoea kwenye masuala ya forex, mnafahamu kuna vitu tunaita demo account. Demo account manake unapewa akaunti yenye dola, labda dola 5,000 au 10,000, unaanza kufanya trades. Lakini zile dola sio halisi, ni pesa ambazo unaweza kutengeneza faida na hasara, lakini huwezi kuzi withdraw, huwezi kupata faida, huwezi ku withdraw. Inakupa kufanya mazoezi. Unapata deposit kabisa ambayo unaweza kaifanyia trading, lakini inaitwa demo account. Ni fake money. Sasa huku kwenye testnet, kwenye blockchain, unapewa testnet, unapewa zile test pi. Unaweza kuzitumia zile kufanya miamala, kujifunza, kufanya hiki, kufanya hiki. Kwa hiyo tunaanza kufundishwa kuhusu decentralized exchanges. Unaweza kuziangalia zile. Masuala ya liquidity pools inavyokuwa created, unavyoweza kushiriki kwenye masuala ya kuprovide liquidity na kupata commission kwa sababu umeprovide liquidity. You see that? Unaona, unaweza kushiriki kwenye masuala ya kutengeneza tokens. Hili swala la token linafanana. Kuna mtu ameniuliza swali, hizi ni kitu gani? Ngoja nikupe mfano mzuri sana. Wewe ni mtumiaji wa simu, mitandao ya Tigo au Vodacom. Sikiliza. Unanunua voucher. Au unaenda sokoni, unanunua manunuzi, vitu vyako unanunua, alafu unalipa kwa M-Pesa au Tigo Pesa. Alafu Tigo au Voda wanakuambia umepata point 50, umepata point 500, umejikusanyia point. Kumbe kwa wewe kufanya zile shughuli za miamala unapata points, wanakupa points, ni zawadi, wanakupa gift, zawadi. Baada ya muda wanakuambieje? Zile point ulizojikusanyia kwa sababu ya kufanya miamala, kununua voucher, unaweza kuzigeuza ziwe fedha au ziwe muda wa maongezi au ziwe MB. Zile sasa ni mfano wa token. Tunapokuambia au Paiko Team wanapokuambia unaweza ma developers wanaweza kutengeneza tokens.
tokens. Maanake kuna shughuli mbalimbali zinakuwa unajiinvolve nazo, unajihusisha nazo kwenye ecosystem. Developer huyo anaweza katengeneza mifumo yake kwamba ukifanya shughuli hizi na hizi na hizi unajipatia point kadhaa, lakini sasa kule hatuiti point na hizo token, unapata hizo token. Baadaye hizo token unaweza kuzigeuza zikawa ni pai. Zikawa ni pai, ukaziswap zikakupa hela. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unaweza kuyafanyia mazoezi leo. Kuna watu huwa wanatamani waelewe vitu kwa kufundishwa tu. Nataka nikuambie darasa zuri ambalo unaweza kulitumia kuelewa mambo ni kufanya. Shiriki kuanza kufanya hayo ambayo tunaelekezwa kufanya na PyCo team, ya kuandae kuingia kwenye Open Mainnet. Ndugu zangu, nimalize kwa kusema safari yetu tulikotoka ni mbali sana. Tumekaribia tunakokwenda. Open Mainnet haiko mbali. Kama kuna mtu manake kuna watu wengine huwa hata siwaelewi. Ameona Prophet Liza hapatikani, labda amekuwa safari. Ndugu zangu, kuna wakati niko na safari ambazo pengine zinanifanya hata nashindwa kupata muda wa utulivu kushiriki kwenye majukumu haya. Sasa kuna watu wakiona viongozi fulani hawapatikani, Prophet Abraham Liza asema tumeshapigwa. Tumeshapigwa. Prophet yuko wapi? Mbona hapatikani? Tayari pai itaenda kuzinduliwa. Kama wengine walikuwa wanaangalia ile token token 2049 ambayo Daktari Chindiao alienda kutoa mada, akasema pai itaenda kuzinduliwa mwaka 2050. Akasema my goodness. Jamani, hivi mnamuona Daktari Nicholas kama anacheza kweli? Yaani mnaona kama anafanya michezo? Mkiangalia hizi hatua tunazozifuata, tunazozikanyaga step by step, do you really see, mnaona kama huyu mtu anafanya mchezo? Amone seriousness katika huu mradi ukazinduliwa mwaka 2050, mwaka 2050 kule mbele. Kwa nini? Ndugu zangu, huu mwaka ukiisha, basi mwaka ujao jiandaeni tuanze kula matunda ya pai. But nilimaanisha kusema hivi. Safari yetu imekaribia mwisho sana. Sitaki kuonekana kama natabiri. Wala hakuna utabiri hapa. Sizungumzi kwa sababu ni prophet useme prophet anatabiri. No. Hii ni akili ya kawaida. Angalia mambo yalivyo, angalia hatua tunazo. Hivi nikuulize, Daktari Nicholas alituambia tuingie gharama. Anayeweza aingie gharama. Akanunue makompyuta yake. Aingie gharama ya energy, umeme, power. Aingie gharama ya internet. Alafu tuunganishe hizo kompyuta ziwe nodes. Alafu tuzifanyie mazoezi kwenye testnet zikiwa nodes kwenye mazoezi kwa hiyo miezi 3. Seriously, unataka kuniambia alikuwa anatuingiza kwenye gharama alafu baadaye aje atuambie kwamba haiwezekani au imeshindikana kuingia kwenye Open Mainnet? Au mtu akishakwambia ukaingia hiyo gharama, tutarani hizo nodes kwa miezi 3. Baada ya hiyo miezi 3 atarudi tena kutuambia kwamba anatuongezea tena gharama ya kuendelea kurun nodes kwa mazoezi ya miezi mingine 3? Hakuna. Hiyo inakupa picha kwamba mahali tunakoelekea tumekaribia mno. Alright. Nimalize kwa kusema ndugu zangu, niliwamisi sana. Nimeona tu nije niwasalimie, na hivi karibuni nitakuja na makala za uchambuzi, lakini kwa leo nilitaka tu niwasalimie. Nawapenda sana ndugu zangu, nawapenda sana rafiki zangu. Niliwamisi. Nashukuru kwamba na ninyi mlinimisi mkao mnanitafuta namna hiyo. Shalom, Prophet Abraham Liza, God's King.